Wewe ulishajiunga na sisi hapa kwenye Hope Info 3. Asante. Habari za moto na moto ziko napitikana hapa nchini, hapa dunia yote. Amerika kwa mara yengine tena inaomba Rwanda kuondoa wanajeshi wake kutoka DRC Kinshasa ili kuangamiza FDLR. Nitakwambia kama mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na makombora ya Rusi yanaua watu 16 nchi Ukraine. Burundi waziri Grapu Buganga akifika duniani. Habari ziko naendelea, ngoja nikwambie kama kwa mara ya mwisho, kwa mara ya tena, Amerika inaambia Rwanda tena kuondoa wanajeshi wao kutoka DRC na Kinshasa ili kuangamiza FDLR. Asifa Umoja wa Amerika alisema wanahita kwa Rwanda kuondoa wanajeshi wake mara ya kwanza, mara ya moja kutoka DRC na kuheshimu uhuru wa nchi hiyo, ya kwamba Kinshasa ilazima ilangamize mara moja FDLR. Balozi Netanyahu Emetani Bruce, naibu balozi wa Amerika katika Umoja wa Mataifa, iliyotoa matamishi hayo katika mkutano wa balozi za usalama Umoja wa Mataifa ambao alikuwa akipindikiza hali katika eneo la Waziwa Mkuu. Tenny Bruce alisema kwamba ingwe maendeleo yamapatikana, hawawezi kupunguza chochote ambazo hadao hizo. Alisema tuna wasiwasi mkuu huruhusu kuelekea kwa mgogoro wa Rwanda, jambo ambalo ni ikijiwa na moja kwa moja kwa kubaliana na Washington. Aliongeza zaidi ya hayo akisema ya DRC lazima ifute hadi zake na kiondoa mara ya moja FDLR angao katika neo ya hilio nchi ya hitiu wake. Amerika inasema kwamba hayo ni masharti mawili muhimu ya iliyojulishwa katika mkataba wa Washington iliyosananiwa mwaka jana, lakini ambayo yanategemezwa hadi sasa. Tinia alisema kwamba Amerika inatushuhumu Uswisi kwa kukubali kuanda mazungumzo ya AFCM 23 na serikali ya Kinshasa kwa lengo la kukomesha vita. Serikali ya Rwanda inashuhudiwa Amerika kwa kutuma maelfu ya wanajeshi kuunga mkono hatakiwa za AFCM 23. Serikali ya Rwanda inakushumu madu yakisema tu kwamba imechukua hatua za kuzuia. Hivi majuu ya Amerika iliweka vikwazo kwa jeshi la Rwanda na kubadili hii ya wa mafansi wake wa kuwandani ya kuruhusiki kwao katika vita mashariki mwa DRC. Serikali ya Rwanda ilikosa vikwazo hivyo ikisema vikwazo vikuwa vya upande mmoja. Balozi Inata walisema watumia njia yoyote kuwajibisha wale wanavungua amani, akiongeza wale wanavugua amani wanapaswa kulatajiliwa mapoteo. Msemaji wa jeshi la Israeli Andrews akitu inio la dunia kwa wakazi wa kusini mwa Lobeni, huku mashambulizi yanga yakiendelea.
Andres alisema kwamba Hezbollah inazimisha vikwazo vya ulinzi vya Israel, IDF ikichukua hatua katika eneo hiyo, na kuongeza kwamba IDF haina nia ya kuwadhulumu raia. Aliandika, tunawakumbusha tena, tunawashia muondo kwa mjumani mwenu mara moja na kuelekea kaskazini mwa mtu zaidi ya mara moja. Aliongeza, mtu yeyote aliyekubali na wapiganaji wa Hezbollah ni muhimu yayo asilaha zao, anaweka maisha yao hatarini. Asante kwa kujiunga na sisi, asante kwa kubonyesha subscribe, asante kwa kuwa pamoja na sisi hapa kwenye Hope Info HD. Habari zinaendelea kuwa nyingi sana hapa kwenye Hope Info HD. Habari zetu ni za kila siku, kila saa. Usipite bila kubonyesha subscribe. Nitakwambia kama mashambulizi ya ndege zisizo na rubani, makombora ya Urusi yaliua watu 16 nchi Ukraine. Twende sasa hapa Ukraine. Asifa mmoja wa Marekani alisema wanahitika Rwanda kuondoa wanajeshi wao mara moja kutoka DRC na kushihimu wa nchi hiyo, na kwamba Kinshasa lazima iangamize mara moja FDLR. Kama ulishajiunga na sisi kwenye Hope Info 3, asante. Kama ni mara kwanza umefika, bonyesha subscribe, kisha twende na vipindi vya habari viko napitikana hapa duniani na mahali popote. Thank you so much. I love you. I saw you people. I saw you are so many boy and girl. You sign you. I love you.